Irani imetoa rasmi majibu yake kwa pendekezo lenye vipengele 15 lililowasilishwa na Marekani Jumatano usiku. Kwa mjibu wa chanzo kilichozungumza na chombo cha habari kutoka Irani Tasnim, chanzo hicho kilisema kuwa majibu ya Irani yaliwasilishwa kupitia wapatanishi na Teherani sasa inasubiri mrejesho. Kwa mjibu wa chanzo hicho, Iran imeweka wazi katika majibu yake kwa vitendo vya uchokozi kama mauaji ya kulenga watu maalumu lazima vikome. Pia imesisitiza haja ya kuweka masharti madhubuti ya kuhakikisha vita havijirudii tena, kulipwa kwa fidia na gharama za vita, pamoja na kusitishwa kwa vita katika pande zote na kwa makundi yote ya upinzani yaliyoshiriki katika mapambano hayo katika eneo nzima. Chanzo hicho kiliongeza kuwa mamlaka ya Irani juu ya mlango wa Hormuz ni haki yake ya kiasili na kisheria na itaendelea kuwa hivyo. Aidha, mamlaka hayo yanapaswa kutambuliwa kama dhamana ya utekelezaji wa makubaliano ya upande mwingine. Haya yote yametajwa kuwa ni miongoni mwa masharti ya Irani, tofauti na madai yaliyotolewa wakati wa duru ya pili ya mazungumzo ya nyuklia mjini Geneva yaliyofanyika siku chache kabla ya vita vya uchokozi vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani mwezi Februari. Chanzo hicho kilisisitiza kuwa Irani inaona madai ya Marekani kuhusu mazungumzo hayo ni mradi wa tatu wa udanganyifu wa Marekani. Chanzo hicho kinasema kuwa Marekani inalenga malengo kadhaa kwa kujificha nyuma pazia ya mazungumzo, kuipotosha dunia kwa kujionyesha kama inatafuta amani, kudhibiti bei ya mafuta duniani isipande sana, na kununua muda ili kujiandaa na mashambulizi mapya ya kijeshi kusini mwa Iran. Mwisho wa chanzo hicho kilieleza kuwa kama Irani ilikuwa na mashaka kuhusu nia ya Marekani kuheshimu makubaliano kabla ya vita vya siku 12 vya tarehe 12 vya Juni mwaka 2025. Irani kwa sasa ina mashaka makubwa zaidi kuhusu tayari wa Marekani kufanya mazungumzo kwa dhati. Chanzo hicho kimeongeza kuwa wakati wa vita hivyo na hata sasa Marekani imekuwa ikianzisha mashambulizi huku ikiendelea kudai kuwa iko kwenye mazungumzo, jambo linaloifanya Irani kuamini kuwa madai hayo yanatumika kuficha mipango ya uchokozi mpya dhidi ya Iran. Bwana, mtazamo wako ni upo hapo chini, sema comment, dondosha hapo chini, utakometisha sana. Mr. Baro, that's my name.